Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Akaenda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao wa kustajabia mambo yale yaliyompata. Neno la Bwana. Nitamuhimidi Bwana kila wakati, sifa zake kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Kiitikio: wakamwelekea macho wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Kiitikio: malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Sura ya 4, aya ya 6 hadi ya 8 na aya ya 17 hadi ya 18. Mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote. Nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana ataniokoa na kila neno baya, na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Neno la Bwana.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Tusoma Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi aya ya 19. Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 19 hadi aya ya 13 hadi aya ya 19. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Neno la Bwana. Ambaye baadaye aliitwa Petro. Mwanzo alikuwa ni mvuvi tu wa kawaida, na tena alionekana ni mtu wa kawaida sana. Anakubali kuacha kazi yake ya uvuvi. Mara nyingi hata katika maisha yetu ya kila siku tunaona wavuvi, tunawadharau. Lakini Petro anaamua kuacha kazi yake hiyo, nyara zake na ndugu zake, anaamua kumfuata Kristo. Na Petro huyu kama tulivyosikia katika somo la Injili, anakuwa mtume wa kwanza kuiungama au kukiri imani kwa Kristo, kwamba wewe ndiwe mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na hapo baada ya kukiri hivyo, Yesu mwenyewe anasema kwa maneno yake, ndiwe Petro, maana yake mwamba. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na nguvu za kuzimu kamwe hazitaweza kulishinda. Maneno ya Kristo yalikuwa ni mazito, na yalimtaka sasa Petro asimame imara ili kutetea imani. Nasi wakati mwingine tunaalikwa kuwa hivyo. Petro alikuwa ni mtu hodari sana, mtu hodari, na alimpenda mwalimu wake kutoka moyoni. Na hata katika bustani za Getsemane alithubutu kutoa upanga wake kwa ajili ya kumtetea Kristo. Lakini Yesu anamwambia, tulia bwana mdogo. Tumsifu Yesu Kristo.
Na baada ya Pentekoste, mtume huyu Petro anakuwa mtu wa kwanza kutoa hotuba na kuanza kubatiza watu. Aidha, tunashuhudia anambatiza mtu wa kwanza Kornelio, ambaye hakuwa Myahudi, mtu wa mataifa. Na hii inaashiria kwamba kanisa sio tu la taifa la Israeli, bali ni la watu wote. Na ndivyo Kristo alikuja kwa ajili ya watu wote, watu wa mataifa na watu wa Israeli. Baadaye anakwenda anahudhuria mkutano wa kwanza huko Yerusalemu, ambapo wanaamua kwamba si lazima Wakristo wa mataifa kushika sheria ya Musa, ambayo kwayo Waisraeli waliamini kabisa imani ni ya kwao na si ya watu wengine. Imani ni ya kwao na watu wale ambao wanashika tu sheria ya Musa. Kristo alikuja kwa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Baadaye Petro alipotoka katika mkutano huo Yerusalemu, anahama Yerusalemu, sasa anakwenda Antiokia, ambayo kwa sasa tunaita Uturuki. Kule alisimamia kanisa zima na shughuli zake za imani za kuendeleza injili ya Kristo, kumtangaza Kristo mfufuka kweli kweli. Baadaye anatoka Antiokia anakwenda Roma. Huko pia anahubiri injili ya Kristo. Na huko anakuwa askofu wa kwanza katika mji huo wa Roma. Askofu wa kwanza. Na wakati wa utawala wa Nero, ambaye alikuwa ni mpagani, na hali ya ulimwengu ya wakati huo, kanisa lilipata mateso mengi. Walidhulumiwa na kuuawa mbele ya wanyama wakali, walikatwa, wengine walichinjwa na kunyongwa. Nero huyu alitesa kanisa na kuwadhulumu watu wa Kristo. Na baadaye naye anapatwa na dhuluma hiyo, na mwisho wa siku anatupwa gerezani. Kadiri ya mapokeo ya kanisa tunaambiwa yeye alichagua kusulubiwa kichwa chini, miguu juu, kwa sababu yeye mwenyewe alisema hawezi kusulubiwa katika hali au katika usawa na Kristo. Ndio maana akasema yeye kichwa kiwe chini, miguu juu. Kumbe hakuogopa. Nasi tunaalikwa kuwa mashahidi wa imani. Kwa Kigiriki tunaita marituria, witness. Historia ya Mtakatifu Paulo nayo ilikuwa hivi. Yeye alikuwa ni mzaliwa au mwenyeji wa Tarso, ambayo kwa sasa tunaita pia Uturuki. Alifanya kazi yake kwa imani thabiti kwa Kristo, na kabla ya kuongoka kwake alilitesa kanisa, haswa kutesa watu na kuwadhulumu wa Kristo, kwa sababu yeye aliona wa Kristo wanaenda kinyume na sheria ya Musa. Na kiukweli hakumuelewa Kristo na imani ya Kikristo. Hakuelewa. Dini ya Kikristo haiendani kinyume na sheria ya Musa.
Baadaye alipokuwa akielekea Damasko, Uturuki, anakutana na neema ya Bwana, anaongoka, anamwamini Bwana, na mwisho wa siku anabatizwa na Anania. Anaanza sasa kazi yake kwa ushujaa kweli kweli. Nasi muda mwingine tunaalikwa kwamba tunapaswa kuwa mashujaa na hodari wa kuitetea imani licha ya changamoto ambazo tutazipata katika maisha yetu. Changamoto za hapa za leo ni za kupita tu, za kupita tu. Na baadaye anakuwa misionari mkuu, na hali ya kanisa katika ulimwengu huo wa kwanza unaanza kupanuka sasa, sio tu kwa taifa la Israeli bali kwa mataifa mengine. Na ndio maana alisafiri ng'ambo ya mataifa mbalimbali na kuunda makanisa mengi. Tunasikia habari za kanisa la Efeso, tunasikia habari ya kanisa la Korinto, pia Thessalonike, Roma. Hii yote ilikuwa ni kazi yake, kwa sababu alikubali kuitwa na kuitika na kumitikia Kristo mfufuka kweli kweli. Katika utume wake, hasa katika safari zake 3 za kuzunguka huku na huku, alikutana na changamoto nyingi. Ya kwanza, muda mwingine alitupiwa mawe na kupigwa. Alitupwa gerezani. Paulo huyu alisukumwa, alikokotwa na mawimbi ya bahari. Alipata kiu, alipata njaa na baridi kali, lakini hakukata tamaa. Aliendelea na kazi yake ile ile. Na tunaambiwa kuna mambo mengi sana ya kuwakumbuka hawa watakatifu wote wawili ambayo yataweza kutujenga katika imani yetu ambayo tumeipokea kwao, ambayo imani hiyo hiyo nayo walipokea kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mshindi kweli. Na alionelea kabisa kwamba, akasema kwamba anaona kila kitu ni hasara tu, yaani kwa jambo moja ambalo ni bora zaidi, kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Na haya maneno tunayapata katika waraka wake kwa Wafilipi sura 3 aya ya 8. Na katika somo la Injili anashuhudia imani ile ile, na sasa anakiri kabisa kwamba amevimaliza vita vilivyokuwa vikubwa. Imani ameilinda na amekuwa sasa mshindi. Petro naye kuna vitu vingi vya kumkumbuka na ambavyo vitaweza kutujenga katika imani yetu. Yeye anakuwa wa kwanza kumkiri Kristo, nasi tunaalikwa kumkiri Kristo. Imani yetu ya Kikristo haipingani, imani yetu ni moja. Na Petro anatwaliwa miongoni mwa mitume wenzake, anakuwa wa kwanza kwa walio sawa, akiashiria kama kiongozi wa imani wa kanisa lake lote la hapa duniani. Na Paulo anasimama kama ishara ya misionari au mwinjilishaji wa imani toka katika taifa la Israeli na kuelekea mataifa mengine kama tulivyokwisha kusikia hapo mwanzo. Kumbe wapendwa, nasi tunapaswa kufanya kazi hata kama tutapatwa na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, na tunapaswa kuepuka kunungunika. Kulikuwa na padri mmoja, tumsifu Yesu Kristo. Yule padri
Katika parokia yake, ni wazi parokia nyingi zina mfumo wa soparish, au kwa Kiingereza wanaita sub parish. Sasa katika misa ile ya soparish, watu wamekusanyika kama hivi tulivyo sisi hapa. Wamesali misa, baadaye wakati wa matangazo, katibu wa matangazo akatangaza kwamba Jumapili ijayo kutakuwa na misa katika vigango kadhaa. Kulikuwa na kigango kimoja ambacho walialikwa kwamba watasali na padri muda wa saa 2 asubuhi kamili. Tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi sisi wa Afrika tukiambiwa saa 2 kamili tunakuja saa 2:30. Kama ni saa 3 kamili tunakuja saa 3:30. Basi padri akaamka asubuhi akaanza safari yake kuelekea katika kile kigango. Kafika kule hajakuta mtu. Hiyo saa 2 kamili. Baadaye kwa mbali anaona pea moja ya mke na mume. Lakini walivyokuwa wanatembea, mwanaume katangulia, mwanamke yuko nyuma. Tumsifu Yesu Kristo. Basi akawacheki, akawaangalia. Basi wale wanandoa wakaingia kanisani, wakaketi tena benchi la kwanza kabisa. Wametulia. Saa 2 kamili, saa 2:30 sasa ikafika. Padri akasema sasa hapa inakuaje? Ni sari tu au niahirishe? Lakini baadaye dakika kama 5 zimepita, akaja baba mmoja, kavaa tu kawaida, na mkononi kashikilia kamba mkononi. Akafika akakaa kanisani kwenye benchi la mwisho karibu na mlango kaka. Baadaye padri akasema tuanze misa. Wakasali wakiwa watu 3, pea moja ile ya ndoa na huyo mbaba ambaye alikaa nyuma ya kanisa. Basi misa ikaendelea, padri akahubiri vizuri, kawasa vizuri kabisa, vizuri. Basi misa ikaisha, padri akaanza safari kurudi parokiani. Sasa njiani akawa analalamika, tukana kweli. Na mara nyingi sisi nasi tukipatwa na changamoto nyingi tunatukana, au tukikozwa na watu tunatukanwa. Tunapaswa kukaa kimya na kutafakari. Basi njiani amekwenda na pikipiki yake na begi lake. Sasa kwa kawaida padri anapoenda kigangoni lazima awe na begi ambao kunakuwa na nguo zake na vitu vingine kwa ajili ya ibada. Kafika njiani kakutana na watu 3 ambao walikuwa ni wanaume. Yeye kwa akili ya kawaida akafikiri labda wanamuomba lifti. Wakamsimamisha, akasimama vizuri padri wa watu. Baadaye aliposimama wakamkaba, wakamnyang'anya na begi na pikipiki, wakachukua kakimbia. Padri ndo akaongeza hasira sasa. Akasema unaona sasa, hiki kitu wamesababisha hawa kigango fulani. Akarudi parokiani, kamkuta paroko msaidizi pala, akampa story hiyo, akamhadisia hivi na hivi. Anatukana, amekasirika. Baadaye yule padri msaidizi akamwambia tulia. Jumapili iliyokuwa inafuata sasa ilikuwa tena misa ya soparishi katika makao makuu ya hiyo parokia. Vigango mbalimbali vikakutana pale. Basi misa ikaanza nini na nini. Katikista katibu wa matangazo akaingia, akaanza kutangaza sasa hivi na hivi. Basi baadaye padri akakaribishwa, paroko wa sehemu hiyo. Yule padri akaanza kusema, Dominika iliyopita mlinikwaza sana. Tulielewaje kigango fulani? Tulielewaje? Watu hapo kimya, akakasirika. Lakini baadaye akaona mtu tu ananyosha mkono. Watu wamekaa hivi kanisani. Padri akashangaa, akasema, huyu anataka kunipinga au?
Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Baadaye yule baba aliponyosha mkono, paroko akamruhusu, akamwambia, unataka kusema nini? Sema. Akasema, samani Father, ile siku ambayo umekuja kigangoni kwetu ilikuwa ni siku ya mwisho, mimi na mke wangu tunaachana. Kweli? Ndio, tunaachana. Lakini kwa vile ulihubiri vizuri, ulitushauri, kwa kweli hatuachani tena. Yule padre akasema, kumbe ndio maana nilipokuwa nahubiri watu walikuwa wanatabasamu. Wanatabasamu. Kumbe walinielewa. Watu wakampigia makofi yule baba. Basi paroko akamwambia kaa chini. Baadaye akanyosha mwanaume tena mmoja, akasema, padri, siku ulipokuja kule kigangoni, mimi nilikuja kusali kwa mara ya mwisho, kwa sababu na ile kamba ambayo nilikuwa nimeshikilia mkononi nilikuwa naenda kujinyonga nife, kwa sababu matatizo ni mengi hapa duniani. Kwa vile ulihubiri vizuri na ukatushauri vizuri, sitaweza tena, sijinyongi tena. Kwanza kujinyonga ni dhambi, na ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, na haipaswi kabisa. Padre akashangaa na watu wakashangaa, wakampigia makofi kweli. Baadaye akanyosha tena mkono baba mmoja, akasema, siku hilo unatoka kigangoni, ni sisi tulikuwa watatu, wenzangu ni huyu hapa, huyu hapa na huyu hapa na huyu hapa. Tulikusimamisha, tukakunyang'anya begi na pikipiki, lakini tumefika kule nyumbani tumekuta nguo zako na vitabu vya misa. Kwa kweli tuliogopa sana na tumeshangaa kwa kweli. Tumebadilika tu, tumeona tuanze kusali na kuiamini dini hii ambayo tumeipokea kwa Kristo. Watu walishangaa sana siku hiyo, na padri moja kwa moja akilini mwake akaanza kufikiri kwamba kumbe hata kama kuna changamoto yoyote katika maisha, haupaswi kulaumu sana. Unapaswa kusimama imara kama hawa mitume Petro na Paulo, miamba wa kanisa na miamba wa imani. Tuendelee kuwaomba, na hasa tukiendelea kumwomba Mungu kupitia kwao hawa mitume, tuendelee kudumu katika imani ambayo tumeipokea kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.